hapo ni kwamba wanasiasa kwenye itikadi kali nchini Israel wamepongeza mpango wa Rais Donald Trump kuhusu mustakabali wa Gaza ambao unapendekeza Wapalestina milioni 2.3 wakazi wa Gaza kuondoka katika eneo hilo. Wanasema kuwahimiza watu kuhama hakukiuki kamwe sheria za kimataifa. Wapalestina wamepinga mpango huo hata hivyo. Basi mwandishi wa VOA Linda Gadsden anaripoti kutoka Jerusalem na wewe Patrick unasimulia zaidi. Kundi la wabunge wenye siasa kali za mrengo wa kulia walikutana Jumapili katika bunge la Israel kwa kikao maalum kuidhinisha mpango wa Rais Donald Trump kuwahamisha Wapalestina milioni 2.3 nje ya Gaza. Waziri wa fedha wa Israel, Bezalel Smotrich, anasema ameunda mamlaka ya uhamiaji ndani ya Wizara ya Ulinzi ili kuwahimiza Wapalestina kuondoka Gaza. Kila shekeli tunayowekeza kuhamasisha watu kuhama itakugharimu kidogo kuliko kupigana tena na tena. Bajeti haitakuwa tatizo kwa mpango huu. Huu sio mpango mwingine tu, ni fursa kubwa ya mabadiliko ya kihistoria Mashariki ya Kati na Israeli. Mbunge Simcha Rotman anasema mpango huo wa kuwahamisha watu unaeleweka zaidi kuliko ule uliopendekezwa hivi karibuni na Misri na Jumuiya ya Nchi za Kiarabu ambao utairuhusu mamlaka ya Palestina kuiongoza Gaza bila kuipokonya silaha kundi la Hamas lilotajwa na Marekani kama kundi la kigaidi. Watu wanasema wacha tuihalalishe Hamas, tuwape Hamas fursa zote za kujenga upya jeshi lake. Inakuwaje hili liwe suluhisho linaloeleweka? Halieleweki. Ni hatari kwa Gaza, ni hatari kwa wakazi wa Gaza na ni hatari kwa amani katika eneo hili. Wanasheria wa mrengo mkali wa kulia walioshiriki kwenye mkutano huo wa kundi la wabunge wenye itikadi kali wanasema kuhimiza watu kuhama kutoka eneo la vita sio ukiukaji wa sheria za kimataifa. Tunajuta kwamba wakati wa vita kuna wakimbizi. Kuanzia Afghanistan mamilioni ya wakimbizi. Kuanzia vita vya Syria mamilioni ya wakimbizi. Kuanzia vita nchini Ukraine mamilioni ya wakimbizi. Hakuna kati ya haya kinachoitwa mauaji ya kuangamiza kabila. Kuwepo kwa wakimbizi sio jambo linalofanyika kwa makusudi, lakini haliwezi kuzuiliwa hasa kama matokeo ya vita. Wawakilishi wa mashirika ya Israeli yanayotetea uhuru hayakubaliani na wazo hilo. Wengi kati ya wabunge hao wenye itikadi kali wametoa wito kwa Israel kurejesha makazi 21 walowezi wa Kiyahudi katika ukanda wa Gaza ambako waliondoka mwaka 2005 wakati Israel ilipochukua hatua ya upande mmoja ya kuondoka katika eneo hilo. Wakati matarajio ya kujenga upya makazi ya walowezi wa Kiyahudi huko Gaza yanaonekana kutowezekana, Waisraeli wengi wanakubali kwamba Hamas haipaswi kuwa na jukumu katika mustakabali wa Gaza, na wengine wanaamini njia bora kuhakikisha hilo linafanyika ni kuwaondoa Palestina wengi huko Gaza. Patrick Ndwima, na unajua kwamba hali ya Mpox, ugonjwa wa Mpox kwa kweli kabisa inaendelea kutisha kule Tanzania, na mamlaka za afya tayari zimedhibitisha kuwepo kwa visa viwili vya ugonjwa huu wa Mpox baada ya watu wawili kugundulika kuwa na maambukizi hayo, na hofu kweli imeendelea kutanda miongoni mwa wananchi. Basi mwenzetu Mary Mugawe amezungumza na Daktari Fatima Said Musafiri, na miongoni mwa mambo mengine ambayo amemuuliza, ametaka aelezee kwa kina zaidi kuhusu ugonjwa wa Mpox. Ugonjwa huu haujatofautiana sana na COVID kwa sababu mgonjwa anakuwa na dalili kama vile za homa za mara kwa mara, maumivu ya kichwa, anaweza kawa na uchovu au maumivu ya mwili mzima, anakuwa anasikia maumivu. Saa nyingine ukiwa severe anaweza kawa anapata zile tezi, kuvimba tezi au tunaita enlarged lymph nodes. Lakini pia ugonjwa huu unaambatana na vipele ambavyo muda mwingi vinaanza kama madoa mekundu, baadaye vile vipele vinaweza vikawa na majimaji, baadaye usaha hadi kuwa kama vidonda. Na unaambukizwa kwa njia gani? Unaambukizwa sana kwa kugusana moja kwa moja na mtu mwenye vipele au vidonda. Maana tumeshasema vidonda vinakuwa vina majimaji. Kwa hiyo ukigusa vitu alivyotumia huyo mgonjwa ambaye tayari ana Mpox unaweza ukapata maambukizi. Lakini pia droplets ama matone ya mate au labda makohozi ambayo tayari yanakuwa kutoka kwa mgonjwa ambaye tayari anaathirika na ugonjwa huu unaweza ukapata. Na wakati huu ambapo serikali tayari imeshatangaza maambukizo ya ugonjwa huu nchini Tanzania, je, katika taasisi za afya ama nyinyi madaktari mnachukua hatua gani za mgonjwa anapofika katika hospitali hata kama hana Mpox kwa tiba nyingine tu? Kwa sasa hivi nadhani bado watu hawajafahamu kuhusiana na ugonjwa. Kwa hiyo sana tunachokifanya ni kutoa elimu. Naona makala tofauti yameshachapishwa kuhusiana na ugonjwa, lakini pia serikali inawasihi watu kuepuka misongamano
ambayo ni misongamano ya watu wengi, kwa sababu ugonjwa huu kama nilivyosema unasababishwa kwa kushikana na mtu ambaye tayari ana ugonjwa, na hatujajua sasa kwa takwimu ambayo ipo tayari ni watu wawili, lakini hatujajua watu out there, watu wana tayari wangapi wana ugonjwa huu. Na mtu anapopata ugonjwa huu anatakiwa afanye nini? Okay, kwa sasa kitu tunachofanya ni kwamba tunashauri mtu ambaye ameshapata tayari ugonjwa huu anakaa karantini ili kuepuka kusambaza ugonjwa huu kwa wengine. Lakini pia tunatoa dawa za kupunguza maumivu kwa sababu wanakuwa na maumivu sana na homa. Lakini pia tunawasihi watu waendelee kunywa maji na kula lishe bora ili kuongeza kinga za mwili wao, kwa sababu hii ugonjwa huu unashambulia sana watu ambao hawana kinga ya kutosha. Lakini pia tunashauri kwamba kwa watu ambao wakiona dalili ambazo nimeshazitaja wanaweza wakaenda kwa daktari au wakatoa taarifa kwa ajili ya uchunguzi zaidi ili kuepuka kuambukiza na wengine. Tiba yake ni gani basi daktari? Kwa sasa mpox haina tiba maalum, lakini dalili zake zinaweza kudhibitiwa na dawa ambazo tunazitoa. Kwa mfano dawa za kupunguza maumivu na homa. Kwa watu wenye kinga dhaifu, wale ambao tayari wanajulikana kwamba wana kinga dhaifu, huwa tunapenda kuwapa matibabu maalum na kinga na chanjo. Lakini kwa sasa mpox haina tiba yoyote, kwa tunatibu kulingana na dalili ambazo mgonjwa atakuwa amekuja nazo. Nchini humo kuanza kutaka kujua juu ya kazi zao na juu ya maandalizi ya tamasha litakalofanyika baadaye mwaka huu nchini Tanzania. Sisi kama wanafasihi, malengo yetu hasa ni kusogeza fasihi ya Kiswahili mbele. Ikiwa fasihi ya Kiswahili tutaendelea kutibu baadhi ya mambo ambayo yanakabili jamii yetu, ikiwemo mmomonyoko wa maadili, lakini kukuza lugha ya Kiswahili, lakini pia nafasi ya wanawake kuwa ndogo hasa katika uga wa fasihi, lakini na uchumi kwa ujumla. So tunaamini kupitia nguvu ya fasihi kalamu tunaweza kutibu matatizo hayo. Bila shaka. Na mpaka sasa mmekwishaandaa matamasha mbalimbali. Hivi sasa unasema mnaandaa matamasha mengine kuendelea mbele. Pengine kile ambacho kimefanyika katika miaka ya nyuma na kile ambacho tofauti ambacho mnataka kufanya mwaka huu ni kitu gani? Tulianza na kugusa nafasi ya vijana, watoto wa shule za msingi na sekondari, na tukafanya tamasha mahususi kwa ajili yao mwaka 2021, likiwa linaangazia umuhimu ama madhara ya umuhimu wa kufuata vizuri masomo na madhara ya kutofuata. Hiyo ilikuwa 2021. 2022 tulifanya tena kwa watoto wa shule ya msingi na sekondari, likiwa pia linaangazia umuhimu wa maadili, kupata maadili mazuri katika jamii. Likiwa na kauli mbiu ya kitabu kila mahali, kuacha kusoma kiasi ng'oo, kitabu kila mahali kusoma kiasi ng'oo. Na mwaka 2025 sasa, mwaka huu tukikumbuka miaka miwili, tunafanya na watu wazima katika sehemu ya hadithi fupi ambazo ni maneno kati ya 2 na kitu mpaka 5. Na wao sasa tumewaomba maofisa kabisa waangazie eneo la bima, umuhimu wa kuwa na bima. Inaweza kuwa bima ya afya, bima ya magari, ya biashara, bima ya maisha. Sababu pia kama tumeona kabisa kama serikali yetu inapigia chapuo bima ya afya kwa wote, na bima na kimatumizi ya bima Tanzania bado tuko nyuma kidogo ukilinganisha na wenzetu wa nchi jirani au South Africa. Kwa hiyo tunataka kupambana kufika katika level hiyo. Malengo kama serikali kufika 80% kuwa na elimu ya bima na 50% kufikia matumizi ya bima. Kwa hiyo tunajikita katika kusaidia hapo na serikali yetu. Bila shaka. Na pengine umetaja kwamba katika moja ya vipaumbele ni kuangalia na kuwasaidia wanawake katika usomaji na fasihi. Pengine changamoto yenu mmeiona wapi hasa, ikizingatiwa kuna baadhi ya misemo ikizungumza kwamba Watanzania wengi hawapendi kusoma? Labda hii unaweza kaeleza vipi kwa upande huo? Ni kweli, ningependa kufungua jibu la swali hilo kwa kusema kitabu kila mahali, kusoma kiasi ng'oo. Sasa tukibeba ujumbe huo ama kauli mbiu hiyo, tunaona kwamba kuna swala la kitabu chenye kupatikana kwa maana ya kuandikwa, alafu kutawanywa ili kiweze kufika kwa wasomaji, alafu kuhamasisha usomaji. Sasa tunaamini mwanamke ni mtu ambaye anakaa na watoto na jamii, ndio mlezi wa jamii. Ana hadithi nyingi sana, lakini mazingira ya kumfanya aweze kufikia kuandika bado sio rafiki sana. Mwingine haamini kwamba, sababu ukiangalia katika wale wika katika uga wa fasihi wengi ni wanawake. Kueleza kafanya wanawake wengine kuhisi kama kuona kwamba labda wao sio waandishi ama hawana nafasi. Kupitia tamasha hili tumealika watu wote, na tutaona kabisa tutapata wanawake vinara, tayari dalili zipo. Kwa hiyo kutumia hao watakuwa kama mabalozi wetu wa kuonyesha wanawake wengine kwamba zile hadithi